Juni 19, Alhamisi, mwaka wa 2025. Uwezo wa kumshinda mtawala wa ufalme wa angani. Waefeso 2:2, ambayo mlikuwa mkiishi ndani yake mkifuata njia za ulimwengu huu na za mtawala wa ufalme wa anga, roho ambayo sasa inafanya kazi ndani ya wale wasiotii. Huenda kukawa na masuala machache yanayokufanya utilie shaka vipengele fulani, kama vile kwa nini kuna ongezeko kubwa la watu kujiua, matumizi ya dawa za kulevya, matatizo ya kiroho na matatizo ya kiakili. Pili, tunapaswa kufanya nini na suala la wagonjwa wa akili, kuabudu sanamu na magonjwa ambao hata waganga au madaktari hawawezi kuponya. Tatu, mataifa yenye nguvu yanaanzisha vita na mataifa dhaifu yanakuwa watumwa, mateka na kutawaliwa katika ukoloni. Hata hivyo, kwa nini Wakristo wanaopaswa kuwaokoa watu hawa wanakosa nguvu? Nne, sayansi, tiba na teolojia inasonga mbele, lakini kwa nini kuna ongezeko la matatizo ya kiroho na wagonjwa wa akili huku makanisa yakifunga milango yao? Ni kwa sababu roho zao zimekufa. Marehemu hawezi kufanya lolote. Pia ni kwa sababu mtawala wa ufalme wa anga ndiye Bwana wa maisha yako. Imeelezwa kwamba kwa asili mlikuwa vitu vya ghadhabu. Kwa kuwa umeporomoka kabisa, hakuna furaha. Matokeo yake, kama alivyoahidi, Mungu alimtuma Kristo kukuokoa. Kwa sababu haitafanya kazi na kitu kingine chochote, Mungu alikupa neema na lazima uamini hili. Wokovu na imani ni zawadi za Mungu. Ikiwa ndivyo, unapaswa kufanya nini sasa? Moja, batizani ya wokovu wa kweli. Wakati wa miaka 3 ya huduma ya Yesu ya hadharani, aliwaagiza wanafunzi juu ya mambo ambayo ni lazima wayatupilie mbali na yale ya batizani ambayo ni lazima yabadilike kwenye mlima wa Mizeituni. Kupitia siku 10 za uzoefu katika chumba cha juu cha Marko, ibada ilihuishwa na neno lilitimizwa kila siku katika ukumbi wa hekalu na katika nyumba zao. Kuanzia wakati huu na kuendelea, waliona shamba na 24, 25 na milele ziliendelea kufanyika. 2. Batizani ya ushahidi wa kweli. Kwa sababu umeokoka, matatizo yako ya kale, ya sasa na yajayo yametatuliwa. Kwa hiyo, unapomwamini Yesu, unapokea wokovu sasa, unapofurahia asili ya mbinguni katika maisha yako yote hadi siku utakapoenda mbinguni. 3. Batizani ya nguvu ya kweli. Lazima ujiandae na nguvu ya batizani kuokoa maisha. Umeokolewa pamoja na Kristo na uliumbwa kutembea naye huku akifunua utajiri usio na kikomo wa neema yake kwa vizazi vijavyo. Unapojitayarisha kwa utaalamu wa 100%, hisia ya shamba 100%, na mfumo wa 100%, lazima uokoe maeneo ambayo Kristo anayaona kuwa muhimu sana. Toa changamoto kuelekea maisha ya kukuza batizani hizi. Ombi la agano. Mungu Baba, naomba batizani yako ianzishwe ndani yangu, remnant, na wafurahie baraka hii kabla ya kwenda nje ya ulimwengu, na wanafunzi wa makabila mbalimbali wajitayarishe kwa baraka hii wanapoenda shambani. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.